Bwana Yesu asifiwe, mpendwa mtazamaji wa chaneli yetu ya Yoshi Testimony TV, yaani ushuhuda wa Yesu Kristo. Hii ni channel maalum ambayo na lengo moja tu, kupeleka habari njema kupitia neno la Mungu. Na leo nipo tena Mchungaji Martin nikiendelea kufundisha somo hili ambalo lina mfululizo wa kitabu cha Injili ya Yohana. Nilianza sura ya kwanza na leo niko sura ya 10 sehemu ya pili, ambayo nilianza nayo ikiwa na kichwa cha Yesu ni mchungaji mwema. Kwa hiyo kama hukuweza kufuatilia sehemu ya kwanza, karibu angalia kipindi sehemu ya kwanza, na sasa ninaendelea na sehemu ya pili ambayo inaendelea kumwelezea Yesu kama mchungaji mwema. Na leo nitaanza kusoma kuanzia mstari wa 14. Biblia inasema, mimi ndimi mchungaji mwema, nao walio wangu na wajua, nao walio wangu wanijua mimi, kama vile Baba anijuavyo, nami ni mjuavyo Baba, nami na utoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo. Na kondoo wengine ni nao ambao si wa zizi hili, na hao nao imenipasa kuwaleta, na sauti yangu wataisikia. Kisha watakuwako kundi moja na mchungaji mmoja. Ndiposa Baba anipenda, kwa sababu nautoa uhai wangu ili niutwae tena. Hakuna mtu aniondoaye, bali mimi nautoa mwenyewe, nami ninao uwezo wa kuutoa, ninao uwezo wa kuutoa tena. Agizo hilo nalipokea kwa Baba yangu. Mstari wa 19, kukaingia tena matengano kati ya Wayahudi kwa ajili ya maneno hayo. Wengi wao wakasema, ana pepo huyu, tena ana wazimu, mbona mnamsikiliza? Wengine wakasema, maneno hayo siyo ya mtu mwenye pepo. Je, pepo anaweza kuwafumbua macho vipofu? Siku ya leo tutakuja kuona sehemu ya pili ya Yesu ni mchungaji mwema. Nataka tuone sifa za mchungaji mwema ni nini. Tutakuja kuona hapa kuanzia mstari wa 14, Yesu ajitambulisha kwamba yeye ni mchungaji mwema. Nao walio wachungaji, nao walio wangu na wajua, nao walio wangu wananijua pia. Na hapa anasema kama vile Baba anavyomjua, ndivyo hivyo na kondoo zake wanamjua, na ndivyo hivyo yeye anajua kondoo wake. Kwa sifa ya kwanza ya mchungaji mwema, anajua kondoo wake. Haya maneno aliyosema hata mstari wa 3 alisema hivyo hivyo, bawabu humfungulia huyo, na kondoo humsikia sauti yake, naye huwaita kondoo wake kwa majina yao na kuwapeleka nje. Ina maana kwamba mchungaji mwema anajua kondoo wake vizuri, kwa majina yake, kwa sifa zake. Na leo nataka kuhakikishia kwamba Yesu ni mchungaji mwema, anakujua vizuri. Anajua udhaifu wako, anajua nguvu zako, anajua mahitaji yako, anajua changamoto zako, anakujua kwa jina lako, anakujua jinsi ulivyo. Yesu ajitambulisha ni mchungaji mwema, na hapa anasema kwa sababu nawajua, niko tayari kutoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo wangu. Kumbuka kule nyuma alisema, kwa sababu najua kondoo zangu, niko tayari kuwaongoza. Hapa anasema niko tayari hata kutoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo zangu. Yesu yuko tayari kutoa uhai wake kwa ajili ya maisha yako. Na hapa juu yake anasema kwamba yuko tayari hata kuwakaribisha wengine ambao si wa zizi hili, na yuko tayari kukuongoza katika njia sahihi, kwa sababu yuko tayari kutoa kila kitu alicho nacho kwa ajili yake.
kondoo. Na kwa ajili yako ndugu yangu, na mstari 18 anasema hakuna mtu aniondoleaye, bali mimi nautoa mwenyewe. Biblia inaniambia kitabu cha waraka kwanza Yohana, tazama ni pendwa namna gani aliyetupa Mungu Baba, ya kwamba tuitwe wana wa Mungu, na jinsi hivyo ndivyo tulivyo. Tazama upendo wa namna gani aliyotupa Yesu Kristo, kukubali kujitoa uhai wake kwa ajili yetu. Na kwa kujitoa uhai wake, Biblia inasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Na sababu hiyo ndiyo inamtenganisha Yesu na tofauti kabisa na wachungaji wengine. Inampa sifa Yesu kuwa wa pekee. Inampa Yesu sifa kuwa wa kuaminiwa. Maana hakuna mwanadamu yoyote ambaye anaweza kujitoa uhai wake kwa ajili ya mwanadamu mwingine. Hakuna mwanadamu yoyote ambaye anaweza kufa kwa ajili ya mwingine. Lakini Yesu alifanya kitendo kikubwa ambacho ni zaidi ya maneno. Akafanya kwa vitendo. Akakubali kujitoa uhai wake. Akasema tena hivyo, msijione kwamba nyinyi mmeweza kunitoa uhai wangu. Hapana, ni mimi nimeamua uhai wangu kutoa, na mimi naweza kurudisha. Ndio maana akafa siku ya tatu, akafufuka, akaja kutangaza ushindi. Ina maana kwamba wale watu waliomsulubisha na kumua hawakushinda. Mchungaji mwema bado aliendelea kuwafikiria kondoo zake, bado aliendelea kuwajali kondoo zake, bado kama alivyosema, kondoo zangu wasikia sauti yangu, bado aliendelea kuhakikisha wanamsikiliza. Ndio maana alivyokufa akafufuka, akarudi kwa wanafunzi wake, wakawakuta wanafunzi wengine wamekata tamaa, wamechoka, wamevunjika moyo. Petro amerudi kuvua kule, akamfuata huko huko, akamtokea akamwambia Petro, sikia, mimi ndiyo Yesu, nimerudi kwako. Yesu akashtuka. Petro akasema, atakuwa ni mzimu? Akasema, hapana, ndiye mimi. Petro, bado unanipenda? Akasema, Baba nakupenda. Mara ya pili, Petro, nanipenda? Baba nakupenda. Mara tatu, Petro, nanipenda? Akasema, Baba nanipenda. Akasema, basi lisha kondoo zangu. Ina maana gani? Yesu bado anajali kondoo zake, anataka kuhakikisha wako salama, wanaendelea kupata chakula. Ndio maana akamwambia, lisha kondoo zangu. Endelea kuwalisha neno la Mungu, endelea kuwatunza kondoo zangu, endelea kuwasikiliza sauti yangu, ambao ni kuwalisha, kuwapa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na bado Yesu, kwa sababu anajali kondoo zake, alivyopaa, kabla ya kupaa akaambia, sikilizeni, sitawaacha yatima, ninakuja kwenu, nitawapa msaidizi, naye huyo si mwingine, ni Roho. Ni Roho Mtakatifu atakaa na nyie, atawafundisha yote, atawakumbusha yote, atatembea na nyie. Niyo ni kwa nini gani? Kwa ajili gani anawakumbusha hivyo? Anataka kuhakikisha kwamba kondoo zake wako salama. Yule mbwa mwivi aliyosema kwamba anakuja kuua na kuchinja hatawapata, kwa sababu Roho ataingia ndani ya mtu, atamfundisha yote, kuishi njia sahihi, kupita njia sahihi. Anajua kwamba watakuwa salama kupitia mwana wake Yesu Kristo na Roho Mtakatifu ambaye yuko pamoja nasi sisi tuliomwamini. Yesu alikubali kutoa uhai wake kwa ajili yetu. Na Yesu bado, kwa sababu mchungaji mwema, ametuandalia uzima wa milele. Na kikubwa, wote wanaomwamini Yesu Kristo hawataangamia kamwe. Sura 19 asema, kukaingia tena matengano katika Wayahudi kwa ajili ya maneno hayo. Walichanganyikiwa, hawakuelewa. Anavyoambia hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kutoa uhai wangu, ninaweza nikautoa mwenyewe na mimi nikarudi na mimi kuwapa uzima milele wanangu, nikarudi kuangalia kundi langu, ninarudi kuangalia, sitawaacha, nitakuwa nao. Ukatokea na mpishano mkubwa, hawakuelewana, hawakufahamu kwa nini. Huyu mwingine na pepo, mwingine akasema hana pepo. Kumbuka alimponya yule ndugu kipofu, akasema, wakachanganyikiwa, hawakuelewa. Lakini Yesu alimaanisha kwamba yeye ni mchungaji mwema.
yuko tayari kutoa uhai wake kwa ajili ya mwanadamu. Ninavyomalizia somo hili, Yesu ndio mchungaji wa pekee aliyekuwa ameahidiwa tangu Agano la Kale. Somo lililopita tulisoma kitabu cha Yeremia, lakini naomba tena tusome kidogo kitabu cha Yeremia sura ya 23. Biblia inasema mstari wa 3 Luka, nami nitakusanya mabaki ya kundi langu katika nchi zile zote nilizowafukuza, nami nitawaletea tena mazizini mwao, nao watazaa na kuongezeka, nami nitaweka juu yao mchungaji watakao walisha, wala hawataona hofu tena, wala kufadhaika, wala hawatapotea hata mmoja wao, asema Bwana. Kwa hiyo Yesu ni mchungaji aliyetabiriwa na yupo hai. Kupitia yeye wote wanaomfuata Yesu mchungaji mwema hawatapotea, hawatafadhaika, hawatashindwa hata mmoja, kwa sababu wale wachungaji wabaya leo ambao wanaambia ole wao, wale wachungaji wataabishao, na kuna watu leo wanajiita manabii na wachungaji ambao wanajiona wana nafasi kubwa kuliko Yesu. Hapana, sifa Yesu ni mpole, sifa Yesu ni mnyenyekevu, sifa ya Yesu ambaye aliwaambia Petro kwamba alichunge kondoo zake, walinde kondoo zake. Sisi wachungaji ambao tumepewa dhamana ya kuweza kuwatunza watumishi wa Mungu, lazima tufuate njia ya Yesu. Lazima tuwaongoze watumishi wake, kondoo zake, katika malisho majani mabichi. Tuwapeleke katika njia ya Yesu, tuwapeleke katika wokovu wa Yesu. Lakini tusiwe wachungaji waongo, wala usifuate wachungaji waongo ambao wa Biblia inawaita wachungaji wa faida, wachungaji wa mshahara, ambao shida inapokuja wanakimbia, shida inapokuja wanaacha kondoo tofauti wenyewe. Yesu ni mchungaji wa kweli, na hapa linatufundisha kwamba tumtumaini Yesu pekee. Yesu ndo awe mchungaji wa maisha yako. Yesu awe ndo tegemeo la maisha yako. Yesu awe msaada wa kweli. Wachungaji wa kawaida wa dunia hii watasinzia, watalala. Lakini Yesu hatalala kamwe. Yesu hasinzii kamwe. Biblia inasema asiyesinzia wala asiyelala, kila saa anatutetea na tulinda. Yesu ndio mlango wa pekee. Unapoona huna njia ya kuelekea, huna mwenendo, huna direction ya maisha yako, tazama mlango wa Yesu. Yesu ndio mlango wa wokovu. Wote waingiao watakuwa salama. Yesu pekee ndio Mwokozi. Yesu pekee ndio Bwana. Wale wanaomwamini Yesu watapata wokovu, watapata ulinzi, watapata malisho ya kiroho na uzima milele. Hakuna njia nyingine tuliopewa na damu kuokolewa nayo isipokuwa njia ya Yesu Kristo wa Nazareti. Navyomalizia, dunia ina sauti nyingi, dunia ina wachungaji wengi, dunia ina milango mingi, dunia ina alternative na solution nyingi, lakini sauti ni moja tu ya Yesu Kristo ambaye anaweza kukupeleka katika uzima wa milele. Na sauti ya Yesu Kristo ni sauti ya mchungaji mwema, ni sauti ya upole, ni sauti ya unyenyekevu, ni sauti na kuita siku ya leo. Na leo kama utafungua moyo wako na kusikia sauti ya Yesu na kusikia wingu wa Yesu, leo yuko mahali hapa kufungua mlango. Anakuita njoo, na wewe ataka ufungue mlango wa moyo wako. Anakuita leo upite katika mlango wa Yesu. Na Yesu ndio lango la pekee. Yesu ndio lango la wokovu. Hatuna njia nyingine tuliopewa na damu kuokolewa nalo. Na njia hiyo ni Yesu Kristo pekee. Yesu ndio njia, kweli na uzima wa milele. Ili upate msamaha wa kweli, ili upate wokovu wa kweli, ili upate uzima tele, lazima umpokee Yesu Kristo afanyike Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hivyo ikiwa leo umesikia maneno haya
na bado hujampokea Yesu Kristo kuwa ni Bwana Mwokozi wa maisha yako, na kuruhusu wokovu kupitia mwana wake Yesu Kristo, na kuruhusu wokovu kupitia damu yake Yesu Kristo. Alikuja, akapigwa, akateswa, akafa, akaonewa kwa ajili yetu sisi wanadamu. Hivyo leo nakusihi ndugu yangu, fanya uamuzi sahihi kumpata Yesu. Kitabu cha Isaya kinamtambulisha Yesu kama mwanakondoo anaenda kuchinjwa, mnyenyekevu, mpole. Yupo kwa ajili yako, alikufa na kuteswa kwa ajili yako, ili wewe uwe salama, ili wewe uokoke, ili wewe ukombolewe. Usiungane na hawa Wayahudi ambao wanashangaa, wanabishana baada ya kufanya maamuzi kumpokea Yesu. Wao wanaleta ubishi, wanaleta majungu, wanaleta ushindani. Pokea Yesu Kristo, fanyike Bwana Mwokozi wa maisha yako. Dhambi itakuacha, Yesu atakuokoa, Yesu atakubariki. Kama unamwamini Yesu Kristo au ungependa kumwamini Yesu Kristo, naomba ufuatishe maneno haya. Sema: asante Yesu kwa pendo lako. Nimesikia neno lako kwamba Yesu naokoa. Sisi kama kondoo tulipotea, kila mmoja wetu aliangukia katika njia zake mwenyewe. Lakini Bwana, umeweka juu maovu yetu yote ili utuokoe, ili utusafishe. Ulionewa, ulikataliwa, ulichubuliwa kwa ajili ya dhambi zetu zote, na adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yako. Leo hii Yesu, nakuja mbele zako, naomba tusamehe, naomba tupokee, naomba tuuishe. Kabidhi maisha yangu haya, nifanye mwana wako. Tangu leo nimeokoka, katika jina la Yesu Kristo, amen.